Simba kama timu ambayo ilikuwa inajitafuta kurejea kule ambako ilikuwa. Ile ambayo iliwapatia nafasi ya kuwa timu bora miongoni mwa timu 5 barani Afrika, ni mzigo ambao waliubeba na wanapaswa kujitafuta na kurudi tena huko. Sasa wenye kujitafuta, kuna wakati mwingine unaweza ukawa unakutana na vikwazo, na miongoni mwa vikwazo ni kama hivi ambavyo Simba wanakutana navyo. Kwa hiyo ninaona ni kwamba wenyewe wanatakiwa tu kukubali hali ambayo ilipo ili waweze kujijenga. Shida ikiwa ni kama haukubali, unakuwa uwezi kujua wapi unapaswa kurekebisha ili uweze kurudi kule ulipokuwepo. Kila siku unaanguka, lakini unajiona kama upo pale pale, lakini kiuhalisia ni kwamba mchezo wa soka umesogea kidogo, wakati Simba bado hawajasogea nao. Yaani ukiwatazama namna ambavyo wao wapo kwenye utaratibu wa kutengeneza timu kwa ajili ya kushindana, lakini wanalazimika kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Wanalazimika kutengeneza timu na kushindana hapo hapo. Sasa kwenye kushindana kuna matokeo kama hayo ambayo yanajitokeza wakati wao ukijitafuta kutengeneza timu. Angalia Simba msimu huu, tunakwenda karibu tuko nusu ya msimu, lakini ni makocha wangapi wamepita kuifundisha Simba kwenye michuano mbalimbali? Unaweza kuona ni makocha zaidi ya 5 wameshashikilia usukani kwenye klabu. Kwa hiyo unaona stability yenyewe ya klabu, ule uimara wa klabu haupo. Kwa nini? Kwa sababu kuna michakato mingi inaanzishwa na kufia njiani. Unaweza kuelewa kwamba kuondoka kwa Faldu kuliwasumbua kwa sababu ni project ambayo ilianza msimu uliopita na wakawa naamini msimu huu ni msimu wa kuendeleza project, lakini baada ya mwalimu kuondoka akaja mwalimu mwingine Pantev, naye akakaa kidogo akaondoka, akashika timu Morocco kwa ajili ya kumalizia baadhi ya mechi. Kuna wakati pia alishika Matola, sasa hivi yuko Steve Boka. Kwa hiyo unaweza ukaona mradi ni mwingine kabisa. Amekuja Steve Boka, kuna baadhi ya wachezaji na anawaona hawatoshi. Kwa hiyo katika sajili inabidi tena timu ingie sokoni na kusajili wale ambao ilikuwa naamini wanaenda na mradi, imebidi waondoke. Kwa hiyo mimi naweza nikaelewa hizi ambazo wanapitia Simba, na wala hawapasi kujisikia vibaya, kusikia aibu. Wanachopaswa ni kuona wapi ambapo wanaweza wakarekebisha kurejea kule, kwa sababu tayari kuna sifa na wadhifa ambao walijiwekea. Na ndio maana inaonekana ni ajabu Simba kupoteza mechi 3 mfululizo, japo kuna baadhi ya timu pia hazina point kwenye makundi yao mengine, lakini si kwa Simba kwa level ambao walikuwepo. Kumbuka wakati yanapangwa makundi, Simba alikuwa anatoka kwenye pot 2 na Esperance alikuwa anatoka kwenye pot 1, lakini unaona timu za pot 3 na pot 4 ndio zimeonekana kuwashangaza kwenye kundi lao. Mpaka sasa hivi ukiangalia ndio ambazo ziko juu zinaongoza. Kwa hiyo Simba wako kwenye mchakato ambao wanapaswa kuuelewa, na hata ikitokea wakakosa nafasi kwenye msimu huu inaweza kuwasaidia kujijenga kwa ajili ya msimu uliopita. Mimi naamini msimu uliopita wa Simba ndio ambao umesababisha hata mchakato wa kujenga timu. Nam ni mchezaji wa zamani huyo wa kikosi cha Simba, Amri Kiemba Jabstam, akiweza kuzungumza hapo kile ambacho amekizungumza. Umeweza kumsikia Amri Kiemba baada ya matokeo ya kipigo cha Simba, kwamba Simba wanashika mambo zaidi ya mawili, na Waswahili wanasema mtaka vyote kwa pupa, ukosa vyote kwa majibu ya wahenga. Sasa kwa wewe ulivyotazama kikosi cha Simba, mimi naona kama habari yao imeishia hapa baada ya kupoteza, lakini bado ukiangalia kwa darubini nafasi kama bado ipo. No, unajua kitu kubwa ambacho kinaitesa Simba ni kwamba wanashindana na uhalisia wao, na hamna kitu kibaya sana maishani kama kukataa uhalisia wako. Yaani upo katika stage ambayo unapaswa utembee peku, unapaswa uvae nguo ambazo zimechakaa, lakini wewe unakataa hiyo stage, unasema bana hii sio stage yangu. Lakini maisha yanakutaka upite hapo kwanza kabla ya kwenda mbele. Ndicho ambacho Simba wanakutana nacho, ni kwamba hali ambayo wanaipitia kwa sasa hawataka kukubali kwamba tayari wameshafeli Champions League.
wanataka kung'ang'aniza kuona kwamba inawezekana kwa wao kwenda hatua ya robo. Hasa kama wao wenyewe wenye timu wanaona hawajaferi, wewe unasema mtani wameferi. Ndicho ambacho nakizungumza na ndicho ambacho kinawatesa. Yaani wanapaswa kukubali kwamba msimu huu ligi ya mabingwa barani Afrika tumeferi. Sio katika hivi vitu ambavyo wanavyovifanya kwa wakati mmoja kwenye mashindano makubwa, wanajenga timu, wakati muda huo wanataka kudhihirisha umma kwamba jina lao la Simba ni kubwa na wao wanapaswa kuweza kufanya vizuri katika Champions League. Waswahili wanakuambia hauwezi kujenga wakati unaishi, ni lazima ujenge alafu ndio uishi kwanza. Hauwezi kujenga wakati unaishi. Maana muda huo hata mabati bora ya Tanzania lazima ukayanunue ukiwa unaishi sehemu, alafu ndio ujenge. Yani lazima ujenge. Alafu ukishamaliza kujenga ndio uishi. Sio, unaelewa? Ndicho ambacho Simba wanapaswa kukifanya. Yani maana ukiangalia Simba mtani unaona kwamba wametoa wachezaji wengi, wamefanya maingizo ya kocha mpya, maingizo ya wachezaji wapya, at the same time wanataka waweze kupick up na kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, lakini pia katika ligi kuu soka Tanzania bara na ya NBC. Yani unajua Simba wanachokifanya ni wanajipa stress. Yani kama wangekubali kwamba msimu huu ligi ya mabingwa barani Afrika tumepoteza, yani kwa maana tumefeli, na wakaanza mchakato wa kujipanga kutengeneza timu ambayo itakuwa tishio kwa season inayokuja, nadhani wangekuja kufanya wonders sana next season. Lakini mpaka sasa hivi wanaonyesha ni dalili ambazo wanajitengenezea nafasi ya kufeli pia kwa msimu unaokuja, kwa sababu hawaendi na project ambayo itawafanya wao wafanye vizuri kwenye season inayokuja. Wanang'ang'aniza kuachieve katika nyakati ambazo haiwezekani wao kuweza kuachieve. Ndicho ambacho kitu kinawatesa. Kwa hiyo Amri Kiemba amezungumza vizuri kwamba kama wangekubaliana na situation ambayo wanaipitia kwa sasa, wakaanza mchakato wa kutengeneza timu kwa ajili ya season inayokuja, nadhani wangekuwa katika best option zaidi, na kitu hicho ambacho wao wenyewe binafsi hawakitaki. Yes, of course. Vile wanavitaka. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia kauli mbiu zao naona kwamba Esperance de Tunis wakija nyumbani wanaokota alama, afu wanaangalia kwenye timu nyingine wanachukua zao alama zao 9 kimahesabu kama rais. Uwanjani ni mtihani. Yani hata hayo mahesabu ambao unapiga ni asilimia yake ni 0.01 ya Simba. Maana kuna wengine wanasema kwamba hata opponent wake yule Esperance de Tunis ni opponent wa kawaida sana ambao wanaweza kumbeat na kufanya vizuri. Wa kawaida ana alama ngapi? Wa kawaida ana alama ngapi? Esperance huyo ambaye tumzungumza yuko nafasi ya pili ana alama 5. Ndio. Sio? Simba hana alama. Huyo ni opponent ya kawaida unamzungumza. Na akimpasua anakuwa na alama 3. Wewe ambaye huna alama ni opponent wa namna gani? Wewe si ndio unaonekana kawaida kabisa. Na yeye kwenye unajua kwenye group lake Simba alikuwa kama giant. Si ndivyo? Yaani kwenye group lake yeye alikuwa ni giant wa pili kutoka Esperance. Afu anafuata Simba. Lakini sasa hivi tunapozungumza anashikilia mkia. Sawa, tumeshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya Esperance de Tunis. Tumeona baadhi ya wachezaji na yale ambayo tumeyaona endelea kwenye mitandao akionekana mchezaji wa Simba akionekana kama na kitu kiunoni. Umeona zile picha za kwenye mitandao ndugu yangu? Nimeona. Umeona wanasema ni utamaduni wa Afrika. Wenzetu huko. Unajua jamii tumetofautiana. Na kitu ambacho nimesemekana kwamba Mwamba alishaambiwa bwana huku bwana kuna ulozi kwa Mwamba akajipanga. Maana yake zile ni ishara za kujipanga. Sasa kujipanga unavaa shanga kiunoni? Na sio kweli. Unajua watu wanachanganya. Unajua kila jamii na tamaduni zake. Sisi Tanzania tuna tamaduni zetu. Wenzetu Senegal wana tamaduni zao. Ukienda Mali pia, ukienda Nigeria wana tamaduni zao, sio? Ndio. Kwa hiyo uwezi ukaingilia tamaduni za watu, japo vitu kama vile haviruhusiwi katika football kwa sababu si miongoni mwa vitu ambavyo vimepitishwa kwamba mchezaji anaweza akavivaa. Wanataka mchezaji avae jezi. Akavivaa vinini sasa? Hivyo vitu ambavyo mnavizungumza kwa sasa. Haina haja ya kuvitaja kwa sababu kila mtu anaelewa kila ambacho kinazungumzwa kwa sasa. Na hivyo vitu ambavyo vinazungumzwa vya Afrika Magharibi. Yes, kwa style na nadhani kwa mahali zaidi sina haja ya kuvitaja. Kwani kwa FIFA na ruhusu
au kafi na ruhusu. Ndicho ambacho nakizungumza kwamba kwa kulingana na sheria za mpira na kama unakumbuka mtani, nakumbuka mchezaji mmoja wa Simba anaitwa Papa Ndo. Yeye alikujaga na power bank. Unajua maana power bank? Bonge rudi kuponalo bana. Na hichi yote inaonekana basi kwenye vilabu hivi watu wanashindwa kumkimbilia Yesu, ndio sana mambo ya ushirikina. Sasa ngoja mimi nikufungue kodi. Nipe kodi ndio. Watu wanapiga kelele kwa Simba. Kwani hawajawahi kumuona Djigui Diarra? Alifanyaje? Maana yale mambo yalikuwa hadharani, picha zikapostiwa. Sasa hizo ingesha jibu. Picha zipo. Labda kama watu ni wavivu tu wa kuangalia. Picha zipo, japo yeye haikuzua mjadala sana kama ambavyo alikuwa naye ana kifaa cha ulinzi shirikishi kama gay. Yani kama gay. Hivi kwa tuite ulinzi shirikishi. Tafsida kama gay. Unajua gay alikuwa na ulinzi shirikishi. Unajua gay imekuwa kubwa kwa nini? Yanga wana tabia kukuza mambo. Na ndio waloona Yanga ikitokea situation ndogo kwa Simba wanaibeba kwa asilimia kubwa, kwa sababu wanajua ndio udhaifu ambao wanaweza wakawatumia kuzidi kuwafanyaje kuwadhoofisha. Ni tofauti na situation kama hiyo ingekuwa imetokea kwa Yanga. Kwanza usingeona inazungumzwa sana kwa sababu Simba sio watu wa namna hiyo. That's why pia umeona mjadala umekuwa mkubwa sana kwa sababu Yanga ni watu wamejenga na uzuri mpaka hivi sasa sijasikia chochote kwamba labda mtu wa Simba akalijibia. Ni vitu vya kimasahara viende kimasahara, lakini ukiangalia kwenye HD unaona kabisa bwana, vitu vilivaliwa bwana. Tutazame mchezo kwa ujumla. Tumeona huyo Gueye akiwa miongoni mwa wachezaji wapya na kikosi cha Simba. Mimi saluti sana kwa mlinda mlango wa Simba. Naona kwamba mtu ambaye ana pointi magolikipa Simba ana kitu, atafika mbali. Kitu ambacho unaweza ukazungumza kwanza ni kwamba katika huu mchezo dhidi ya Esperance mwalimu Steven Baka alikuwa hana option nyingine zaidi ya kwenda kushambulia. Kwa nini? Kwa sababu michezo miwili tayari Simba ameshapoteza, ana pointi 0. Kwa hiyo huwezi enda kucheza mchezo ugenini ukasema kwamba labda ni baki nyuma nicheze kwa nidhamu ili labda nimfunge Esperance kwa counter attack na njia nyingine ambazo zimekuwa zikitumika kwa kawaida. Kutokana na kwamba tayari umeshapoteza mchezo, unapaswa kwenda kufunguka moja kwa moja na kutafuta matokeo. Ndio njia ambayo umebaki nayo. Kwa hiyo mwalimu aliingia hivyo. Lakini sasa kwa namna ambavyo wameingia, nadhani utekelezaji ulienda ndivyo sivyo, kwa sababu Simba walikuwa wanakosa vitu viwili katika ndani ya uwanja. Kitu cha kwanza, kipindi wanajenga mashambulizi yao, walikuwa wanajenga na watu 4, kwa maana ya mabeki wawili, Lucien Delok pamoja na Wilson Nangu, then wanaongezeka ma center back wawili kwa maana ya Nabi Kamara pamoja na Yusuf Kagoma wanaongezeka katika hiyo build up. Kwa hiyo kwa jenga build up na watu 4. Sasa kipindi wao wanajenga build up, Esperance de Tunis wako wanafanya press kwenye build up yao wakiwa na watu 5. Kwa hiyo numerical advantage ilikuwa inawafavor sana Esperance de Tunis kwa sababu walikuwa na namba kubwa sana. Yaani walikuwa na idadi kubwa sana kuliko Simba. Sasa kilichokuwa kinapaswa kufanyika ni kwamba wale viungo wa juu, kumbuka wa viungo wa katikati wameshuka kwa walinzi kuweza kuhusika katika build up kutokana na idadi kubwa ya Esperance de Tunis ambao walikuwa wanafanya press katika eneo lao. Kwa hiyo viungo wa juu walipaswa kusogea chini na kuweza kutengeneza connection, kwa maana ya kuconnect na wa viungo wa chini ambao wameshuka katika build up ili kuprogress yale mashambulizi ambayo wameyatengeneza katika build up yaweze kwenda katika final third ya nini ya Esperance de Tunis. Lakini hicho kitu kilikuwa hakifanyiki. Yaani ukiangalia Simba ni kama walikuwa wamejitenga. Yaani hawa ambao ni viungo wa juu walikuwa juu, hawa ambao ni viungo wa chini walikuwa chini pamoja na hao mabeki wawili. Jambo ambalo lilikuwa linawanyima fursa hao kuendeleza yale mashambulizi ambao walikuwa wanayatengeneza. Lakini kitu kingine ambacho kuna wakosti Simba ni kwamba wakifanikiwa ku progress shambulizi lolote ambalo wametengeneza katika build up, ndio wanaenda kwa idadi ndogo sana wachezaji. Yaani utakuta wachezaji 4 dhidi ya wachezaji 6 wa Esperance de Tunis. Katika hao mazingira katika football ni ngumu sana kuweza kuscore goal, kupata matokeo. Yes, kwa sababu ukiangalia numerical advantage Esperance wanaonekana pia wako favorite, sio? Kwa hiyo hawa kina Nabi Kamara pia kipindi timu inashambulia walipaswa kuongezeka, yani kuongeza idadi katika final third ya
ya Esperance de Tunis, sio lengo likiwa ni kuwa na idadi kubwa ambayo ingeweza kuwasaidia wao kuweza kukamilisha yale mashambulizi, lakini pia kuwa na space kubwa, kwa maana ya kuwa na nafasi kubwa ya kuweza kufunga goli, sio? Kwa hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa havifanyiki kwa usahihi kwa upande wa Simba. That's why pia ulikuwa unaona una struggle kufunga magoli. Unaona kwamba dhama za Shomari Kapombe ndani ya Simba zinaelekea ukingoni. Unajua Shomari Kapombe kwa sasa ni mchezaji ambaye energy yake imepungua. Huo ndio ukweli. Energy yake imepungua. Manake Simba wanapaswa kabla dirisha kufungwa waingie, ama Simba wanapaswa kuanza kumwamini sasa Duchu. Haiwezi kuwa na haraka kiasi hiko, lakini energy ya Kapombe unapaswa kuelewa. Sasa kama energy imepungua mtani, ndio unapaswa sasa kuanza kutafuta mbadala wa hiyo energy kuweza kuongeza tanki. Yes, unapaswa kuanza kutafuta mbadala ambao ndani ya Simba yupo Duchu. Of course yupo Duchu, lakini tumii simuoni kama anaweza akafiti nafasi ya Kapombe. Ndio maana nimesema kwamba unaona kuna room ya Simba kumtafuta mtu mwingine ambaye wakati tanki la Kapombe linazidi kupungua, huyu anaangaliwa kuona je anaweza akamudu. Of course yes, ni lazima Simba waanze mchakato wa kumtengeneza Kapombe mwingine. Unajua Simba wamekuwa na tabia ya kushindwa kutengeneza mbadala wa wachezaji. Sio? Yaani unakuta mchezaji ana perform vizuri sana katika club, lakini wanashindwa kumtengenezea mbadala wake. Kwa hiyo ule muda wake ambao muda wake wa kuperform unapoisha, inakuwa ni ngumu sana kuweza kumpata mchezaji wa aina ile. Mfano mzuri unaweza kuzungumza kwa Chama. Baada ya Chama kuondoka, umeona namna ambavyo wamestruggle kuweza kumpata Chama mwingine, mpaka wakamrudisha Chama yule. Sawa, huo ni tulikuwa tunatazama mchezo wa Simba dhidi ya Esperance de Tunis, ambapo Simba aliweza kupokea kipigo cha bakora 1-0 akiwa ugenini, na ana kazi ya ziada ya kufanya vema katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika mchezo wa hatua inayofuata.